Mahakama jijini Dar es Salaam yatupilia mbali ombi la dada yake Humphrey Polepole Christina Polepole la kutoa ushahidi kupitia njia ya mdomo. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kuhusiana na Humphrey Polepole kwa kina na kwa undani zaidi. Mahakama Kuu ya Tanzania Dar es Salaam imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na Christina Polepole, dada wa mwanadiplomasia aliyetoweka Humphrey Polepole, aliyoomba kibali cha kutoa ushahidi wa mdomo katika kesi inayoendelea ya kupotea kwa kaka yake Humphrey Polepole kusikojulikana. Christina Polepole alidai kwamba alikuwa akishikiliwa chini ya ulinzi wa polisi awali, ambayo inadaiwa ilimzuia kuwasilisha ushahidi muhimu kwa wakati na kuongeza safu nyingine ya fitina kwenye kesi ambayo tayari ilikuwa na wasiwasi juu ya kutoweka kwa Humphrey Polepole. Maombi hayo ya dada yake Humphrey Polepole, Christina Polepole, yaliyowasilishwa kupitia kwa wakili maarufu wa utetezi Peter Kibatala, yaliwasilishwa mbele ya hakimu mfawidhi Jaji Salma Magimbi, ambaye baada ya kupitia hoja hizo alidai kuwa sababu zilizotolewa na Christina Polepole hazina uzito au mshiko wa kutosha wa kisheria wa kusimamisha shauri hilo. Jaji huyo alisisitiza kwa uharaka wa kesi inayohusu kutoweka ama kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole ulidai maendeleo bila kuingiliwa, na kusema kuwa haki lazima isicheleweshwe kwa misingi ambayo haikidhi vizingiti vya kiutaratibu. Christina Polepole, dada yake Humphrey Polepole, alikuwa ameiomba mahakama hiyo ya Dar es Salaam kumruhusu atoe ushahidi wake ana kwa njia ya mdomo, akidai kwamba kuzuiliwa kwake na vyombo vya sheria tangu Julai tarehe 17 mwaka huu kulimnyima uhuru wa kushiriki kikamilifu katika kesi ya kaka yake. Alishikilia kuwa ushuhuda wake unaweza kutoa mwanga juu ya mambo muhimu ya kutoweka kwa Humphrey Polepole ambayo yanaendelea kusumbua familia hiyo na umma. Hata hivyo, mahakama iligundua kwamba msingi wa kisheria wa madai yake Christina haukuhalalisha kusitisha kesi hiyo. Jaji Magimbi alitangaza kwamba ombi hilo lilishindwa kuonyesha sababu yoyote ya msingi ambayo inaweza kuathiri kesi inayoendelea ya Humphrey Polepole. Aliamua kwamba kesi hiyo iendelee kama ilivyopangwa, akisisitiza dhamira ya mahakama hiyo ya Dar es Salaam ya kuhakikisha kuwa kesi zinazohusishwa na kutoweka kwa Humphrey Polepole zinashughulikiwa haraka na kwa haki na kwa uwazi. Uamuzi wa mahakama hiyo ya Dar es Salaam ulipokelewa kwa maoni tofauti kutoka kwa waangalizi, wengine wakisifu msisitizo wa utaratibu huo, huku wengine wakihoji ikiwa ushahidi muhimu sasa unaweza kubaki bila kusikilizwa. Uamuzi huo wa mahakama ulikuja baada ya majibizano makali kati ya upande wa utetezi na upande wa mashtaka. Wakili wa serikali alidai kuwa hoja ya Christina Polepole ilianguka nje ya mifumo ya kisheria iliyoidhinishwa na kukosa ushahidi wa kuthibitisha madai ya kuwekwa kizuizini. Akijibu, wakili wao Peter Kibatala alikata rufaa kwa mahakama kuhusu binadamu na madhara mapana ya kutoweka kwa Polepole, akisisitiza kuwa ukweli unaweza kujitokeza tu kwa ushahidi wa wazi. Hata hivyo, Jaji Magimbi alishikilia msimamo thabiti, akisisitiza kwamba nidhamu ya kiutaratibu ilikuwa muhimu ili kuzuia upotoshaji wa mchakato wa kisheria. Alionya kuwa mahakama haitavumilia maombi yanayoonekana kukusudia kuchelewesha kesi katika kesi nyeti kama ile ya kutoweka kwa Humphrey Polepole ambayo bado ni suala la kitaifa. Kesi hiyo mahakamani inayofuatiliwa kwa karibu na umma inaendelea kuvutia maoni kutoka kwa wataalamu wa kisheria na kisiasa na watetezi wa haki za binadamu nchini na nje ya nchi. Wengi wanaona kuwa ni kipimo cha uhuru wa mahakama katika kushughulikia masuala yanayogusa taasisi za kiserikali, hasa kutokana na hisia za kisiasa zinazohusu kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole ambaye alikuwa msemaji wa zamani wa serikali na balozi. Uamuzi wa mahakama ulisisitiza usawa kati ya kulinda uadilifu wa utaratibu na kushikilia haki ya kusikilizwa. Wachambuzi walibainisha kwa kukataliwa kwa maombi ya Christina kunaweza kuongeza kasi ya muda wa kesi, lakini pia kunaweza kupunguza wigo wa ushahidi unaohusishwa na kutoweka kwa Polepole na kuacha maswali yasiyo na majibu kuhusu mashahidi watarajiwa na akaunti zilizokandamizwa. Kwa sasa Mahakama Kuu imepanga vikao vingine ambapo pande zote mbili zitawasilisha hoja zao za mwisho. Jaji kiongozi alikariri kwamba washiriki wote lazima wazingatie kwa muda uliopangwa kuhakikisha kwamba haki inatolewa kwa ufanisi na uwazi, hasa katika suala nyeti kama kutoweka kwa Humphrey Polepole. Waangalizi walikuwa nje ya chumba cha mahakama walieleza hali ya hewa kuwa ya wasiwasi, lakini inayoakisi uzito wa kesi hiyo. Baadhi ya wanafamilia walionyesha kusikitishwa, wakihofia kwamba maelezo muhimu kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole yanaweza kamwe
magumu yasionekane, huku wengine wakitoa matumaini kwamba vikao vinavyoendelea bado vinaweza kufichua ushahidi au mitazamo mipya juu ya fumbo hilo. Wasomi wa sheria wamesisitiza kwamba uamuzi wa Mahakama Kuu unatuma ujumbe wazi: haki ya kiutaratibu haitaingiliwa. Hata katika kesi zinazoshtakiwa kihisia, bado kivuli cha kutoweka kwa Humphrey Polepole kinaendelea kutanda na kukuza hali ya wasiwasi na kulazimisha mahakama na umma kukabiliana na maswali mapana ya uwajibikaji, uwazi na serikali na haki za kiraia. Wakati kesi hiyo ya Humphrey Polepole ikiendelea mahakamani Dar es Salaam, umma wa Watanzania na raia wanaendelea kushikwa na matarajio, wengi wakitarajia habari njema zitaweza kuibuka siku yoyote. Hatima ambayo haijatatuliwa ya Humphrey Polepole imevuka mazungumzo ya kisheria sasa nchini Tanzania na kuwa alama ya kitaifa, mapambano kati ya ukweli na ukimya. Iwapo awamu inayofuata usikilizwaji wa kesi hiyo mahakamani jijini Dar es Salaam italeta uwazi au kuzidisha kitendawili na maswali mengi, jambo moja linabakia kuwa hakika: hadithi au habari hizi za kutoweka kwa Polepole inaendelea kuvuma kila kona ya nchi na nje ya nchi, ikitaka majibu ambayo taifa bado linasubiri kuyasikia. Kufuatia uamuzi wa Mahakama Kuu, mazungumzo ya hadhara kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole yameongezeka, huku Watanzania wengi wakijitokeza kwenye mitandao ya kijamii kueleza kusikitishwa na kutoamini. Baadhi wameshutumu mamlaka kwa kushughulikia suala hilo kwa usiri usio wa lazima, huku wengine wakitaka kuwepo kwa utulivu na subira, wakitaka mahakama iruhusiwe kukamilisha mchakato wake bila kuingiliwa na siasa. Siri ya kutoweka kwa Humphrey Polepole sasa imekuwa kigezo katika mazungumzo ya kitaifa nchini kuhusu uwazi, haki na usalama wa watu mashuhuri. Nyuma ya pazia, vyanzo vya karibu vya familia vimefichua kuwa ombi la kihisia la Christina Polepole kutoa ushahidi lilichochewa na wasiwasi wake unaokuwa kwamba sababu muhimu za kutoweka kwa Polepole zinapuuzwa au kukandamizwa kwa makusudi. Jamaa anasisitiza kwamba Christina amehuzunishwa sana na madai yake ya kuzuiliwa na kutokuwa na uhakika kuhusu hatima ya kaka yake. Wanamtaja kama mwanamke aliyeazimia kusema ukweli licha ya hatari ya kibinafsi inayoletwa na changamoto za taasisi zenye nguvu. Wakati huo huo, mashirika kadhaa ya kiraia yameanzisha upya wito wa uchunguzi wa umma juu ya kutoweka kwa Humphrey Polepole, wakisema kuwa mfumo wa kisheria uliopo unaweza kuwa hautoshi kufichua ukweli kamili. Makundi haya yanadai kwamba kesi za kutoweka kwa lazima zikiachwa bila kushughulikiwa zinaondoa imani ya umma katika utawala wa sheria. Wanashikilia kuwa hatima ya Humphrey Polepole haiwezi kuchukuliwa kama tukio la pekee, bali kama sehemu ya hitaji pana la kuimarisha uwajibikaji na kulinda haki ya kuishi na uhuru nchini Tanzania. Waangalizi wa kisiasa pia wamebaini kuwa kesi inayoendelea mahakamani ina athari kubwa kwa hali ya kisiasa ya nchi. Hali ya kutotatuliwa ya kutoweka kwa Polepole, wanasema, inaweza kuwa shinikizo kwa taasisi za serikali kuonyesha uadilifu na usikivu. Viongozi wa upinzani akiwemo Tundu Lissu wamekuwa wakihitaji kesi hiyo mara kwa mara kuwa ni ushahidi wa kuhitaji marekebisho haraka katika masuala ya haki na usalama wa nchi. Maoni yao yanaendelea kuongeza umakini wa umma na kuhakikisha kwa kutoweka kwa Polepole kuna baki kuwa kitovu cha mjadala wa kitaifa.